Ndio, tulianza 2019 ufugaji rasmi, lakini tuliamua kufuga nguruwe. Mwanzoni tulikuwa na mifugo mingine, lakini tukaona haina faida, kwa sababu unakuta mfugo anazaa hata mtoto mmoja na kwa muda mrefu, lakini nguruwe ni mnyama ambaye anabeba mimba kwa muda mfupi, lakini pia anaweza kumzalisha hata mara 2 kwa mwaka na anazaa watoto wengi, watoto mpaka 20. Kwa hiyo tukajikuta kwamba tunavutiwa sana na kufuga nguruwe kutokana na faida yake, kwamba unamfuga kwa muda mfupi lakini unapata faida na matokeo ya haraka kuliko wanyama wengine. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba mtu anapofuga nguruwe ndani ya muda mfupi anatengeneza faida, lakini pia anaweza akapata matokeo makubwa zaidi. Ndio. Na pengine labda mtu anayekutazama hapa anataka kuanza na labda yuko Tabora, anajiuliza chochote kile kina changamoto. Ni changamoto zipi ambazo hasa umezipitia? Yeye mwenyewe pia apate picha kwamba ni nini hasa ambacho mmepitia na mlifanyeje kuweza kuzimudu hizo changamoto. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na hii ni siku nyingine pendwa kabisa. Nimefika Tabora na nilikuwa sijawahi kufika isee, mkoa wenu ni mzuri sana. Na tuko hapa kumtembelea mfugaji wa nguruwe. Ninaposema mfugaji wa nguruwe, nadhani unafahamu, huwa tuendi kwa mfugaji. Tunatembelea wafugaji ambao wanafuga nguruwe kibiashara. Na hapa ni Tabora, wilaya ya Uyui, kijiji cha Magiri. Hapa tumemtembelea mfugaji wa nguruwe ambaye tutazungumza naye mengi. Utaweza kupata elimu, utaweza kuhamasika, lakini kikubwa pia kwa wewe mtu ambaye unahitaji mbegu bora, leo ni mahali sahihi, na leo nimekuja kujibu swali lako. Kwa hiyo twende pamoja uweze kujifunza ili uweze kupata elimu hii ya kina ambayo tumekuandaa kwa siku ya leo, lakini pia uweze kuhamasika. Lakini pia nakukumbusha, kama bado hujasubscribe Rubaba TV, fanya kusubscribe, na pia kumbuka, tumia bidhaa za Koudijs kama unahitaji matokeo bora katika ufugaji wako. Mimi ni Mani Rubaba, na twende pamoja uweze kujifunza zaidi. Rubaba TV. Kwa majina naitwa Happiness Uromi. Hapa tuko kwenye shamba linaitwa Felix Farm, liko Tabora. Tuseme hapa ni Tabora Uyui, Makisio Manispaa. Kijiji kinaitwa Magiri. Tunajihusisha na ufugaji wa nguruwe. Tuna aina tofauti za nguruwe, na tunawaandaa kuanzia wakiwa na mimba, tunawakizaa wale watoto, tunawajali na nini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa sababu tunauza na mbegu wa spishi mbalimbali. Kuna Large White, kuna Duroc, kuna Landless. Kwa karibuni sana kwa peti ndio. Asante sana. Mimi kiukweli nimehamasika. Nimezunguka mashamba mengi, lakini kwa hizi mbegu ambazo nimefika hapa kweli nimehamasika. Kikubwa nyinyi mlianza mwaka gani kufuga nguruwe, na msukumo hasa ulitoka kwenye nini? Kwa sababu kuna mifugo mbalimbali, lakini kwa nini mmewekeza nguvu zenu hasa kwenye nguruwe? Ndio, tulianza 2019 ufugaji rasmi, lakini tuliamua kufuga nguruwe. Mwanzoni tulikuwa na mifugo mingine, lakini tukaona haina faida, kwa sababu unakuta mfugo anazaa hata mtoto mmoja na kwa muda mrefu, lakini nguruwe ni mnyama ambaye anabeba mimba kwa muda mfupi, lakini pia anaweza kumzalisha hata mara 2 kwa mwaka na anazaa watoto wengi, watoto mpaka 20. Kwa hiyo tukajikuta kwamba tunavutiwa sana na kufuga nguruwe kutokana na faida yake, kwamba unamfuga kwa muda mfupi lakini unapata faida na matokeo ya haraka kuliko wanyama wengine. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba mtu anapofuga nguruwe ndani ya muda mfupi anatengeneza faida, lakini pia anaweza akapata matokeo makubwa zaidi. Ndio. Na pengine labda mtu anayekutazama hapa anataka kuanza na labda yuko Tabora, anajiuliza chochote kile kina changamoto. Ni changamoto zipi ambazo hasa umezipitia? Yeye mwenyewe pia apate picha kwamba ni nini hasa ambacho mmepitia na mlifanyeje kuweza kuzimudu hizo changamoto. Sawa. Changamoto tulizopitia, mara ya kwanza ilikuwa ni mbegu. Mara ya kwanza tulivyoanza hatukuanza na mbegu hizi za kisasa. Lakini pia tulikuwa tuna changamoto kwenye chakula lakini baada ya kukutana na Koudijs, kampuni ya Kojic, ilitusaidia sana, especially kwenye nguruwe wazazi. Unajua nguruwe wanasema ili upate matokeo mazuri lazima uanze na mzazi kumlisha chakula ambacho ni bora, ili anapozaa kwanza watoto ni wengi wakiwa na afya, lakini pia waweze kupata maziwa ya kutosha ili waweze wasife. Maana nguruwe watoto wanapokosa maziwa kwa sababu hawana mbadala wa maziwa, ukijaribu maziwa mengine anazingua, kwa hiyo automatic anatakiwa maziwa ya mama ili aweze kusurvive.
Kwa hiyo hichi kitu ambacho ndio kitusababisha sisi tukaanza kupata at least faida. Kuna hiyo product yao KPC 20 ambao ni nzuri, maungo kwa ajili ya wazazi. Kwa hiyo ni nzuri, tusaidia sana na kweli tumeona matokeo kwa sababu watoto wamekuwa wengi tofauti na zamani ambao watoto walikuwa wachache, lakini pia wakizaliwa wengi wanao survive ni wachache kutokana na maziwa yanakuwa ni machache kwa mzazi. Kwa hiyo ndio changamoto hizo ambazo tulikutana, lakini faida ndio hivyo tulikutana na kweli Cow Dies imekuwa ni msaada kwetu hata kwa wale watoto ambao wanaachishwa. Inasaidia sana watoto wanakuwa kianza kula chakula cha watoto kuanzia wadogo, inawaimarisha watoto kwanza, wanaongezeka haraka. Yaani unashangaa nguruwe ukimwambia mtu amezimini anabaki anashangaa serious, kumbe alikuwa anakula nini? Anakula chakula kilicho bora. Nashukuru sana. Tukianza hapo kwenye mbegu, umesema mwanzo ilikuwa changamoto kubwa ya mbegu. Nyie mlifanyaje hasa kuweza kuimudu hii changamoto ya mbegu? Kwa kweli tulianza kutafuta mbegu. Tulitafuta mpaka Zambia, sisi tumechukua mbegu. Kwa hiyo tulitafuta mbegu tukaanza kubadilisha. Kwa watu wengine wanakuwa gumu sana kwenye mabadiliko. Unajua mabadiliko bwana yanahitaji gharama. Mbegu za kisasa zina gharama, lakini gharama hailinganishi na faida unayopata. Faida unayopata ni kubwa kuliko gharama unayofanyaje unaoingia. Utaingia kwa muda mfupi kwa sababu itakuhitaji mabadiliko ya kubadilisha, kununua mbegu. Kwa mimi nawashauri na kuasisitiza wakulima, wafugaji wenzangu wasiache kutumia mbegu za kisasa na chakula kilicho bora. Kianza, nashukuru sana kwa upande wa mbegu umetuelezea. Kwa hiyo wewe pia upo tayari kuweza kuwasaidia wafugaji wengine wanaoanza, kwa sababu umesema umetoa mbegu sehemu mbalimbali. Sasa wewe pia unauza au una supply mbegu kwa wafugaji? Ndio, tunauza mbegu na watapata mbegu iliyo bora. Na sisi jamani, unapopata mbegu kwetu, tunakupa elimu ya kutosha, tunakuuzia chakula, kwa hiyo kila kitu nakipata kwetu. Kuanzia starter ya watoto, kuanzia utapata ya grower, tutapata chakula cha wazazi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunawakaribisha sana. Tuna mbegu za spishi mbalimbali kama nilivyosema, tuna Duroc, tuna Petrine, tuna Large White, tuna Landless ambao utazipata shambani kwetu. Na ni mbegu ambazo tunakuuzia mbegu za uhakika, yani sio zile kwamba tunakwambia mbegu hii alafu unakuta ina ulongolongo. Yani ni mbegu zenyewe tukwambia kweli ni Duroc, ni Duroc. Tukwambia ni Petrine pure au asilimia fulani ndio hivyo ilivyo. Kwa hiyo karibuni sana. Nashukuru sana. Lakini pia mpenzi mtazamaji, nimekuwa nikipokea simu nyingi kutoka maeneo ya Tabora na maeneo mengine. Hapa chini nitaweka namba ya shamba ili uweze kupata mbegu. Lakini tukienda kwenye upande pia wa product za Cow Dies, wewe kwa hapa Tabora unazipata wapi? Kwa sababu mtu anaweza kana jiuliza nataka kutumia hizi product lakini labda anaogopa labda kuna gharama za kuagiza kutoka Mwanza au kutoka Dar es Salaam. Wewe unazipata wapi hapa? Cow Dies unazipata kwa duka liko maeneo ya Gongoni pale mtaa wa Msini Street. Ukifika pale kwa wenyeji wa Tabora wanapaita Double Stone, karibu sana. Ukisema tunaenda Double Stone, hata ukichukua pikipiki wanakupeleka. Lakini pia chakula chetu sisi tunatuma huko mkoani, tunakutumia. Gharama sisi za bodaboda tunakava sisi. Kwa hiyo unatumilipia tu gharama ya nini? Gharama ya usafiri wa basi. Popote pale ulipo mtu anaweza kupata hizo. Popote pale mtu alipo anapata, tunakutumia kokote. Na tuko sharp. Yaani ukisigiza mzigo wako sasa hivi unaenda kupanda. Kwa hiyo unaupokea kwa uhakika, na kwa kweli products za Cow Dies ni za uhakika. Kayo karibuni sana. Nashukuru sana. Umesema kwamba mradi wa nguruwe una faida. Mtu anaweza kama bado yuko nyumbani anajiuliza, faida hizo ni zipi? Pengine labda nyewe mngetuonyesha kama Felix Farm, ungetueleza ni faida zipi hasa ambazo umezipata kupitia mradi wa nguruwe? Kwa kweli mradi wa nguruwe una faida nyingi sana. Kuna watu wananunua magari kwa ajili ya nguruwe. Umeona? Unamwona mtu anaendesha gari mjini, ni nguruwe. Kwa sababu unapouza mbegu, unapouza mnyama, faida yake ni kubwa. Gharama unayouza ni kubwa. Kwa hiyo unaweza ukatunza hela yako, ukasomeshia watoto, ukatunza hiyo hela, ukajenga nyumba yako. Kwa hiyo mradi huu wa nguruwe una faida nyingi sana za maendeleo katika jamii. Na pengine mtu akilinganisha changamoto na faida, wewe unamhakikishia kwamba kuna faida kwenye upande wa nguruwe? Yaani kuna faida kubwa kuliko hata changamoto, kwa sababu changamoto unazikabili. Hamna mradi usiokuwa na changamoto. Kila kitu kina changamoto. Lakini natakiwa upime, je, changamoto ni kubwa au faida ni kubwa? Kwa mradi wa nguruwe ukifuata hivi ninavyokuambia, uwe na mbegu nzuri, uwe na chakula bora, uwe na mabanda ambayo nguruwe wanakaa kwa usalama, faida ni kubwa kuliko changamoto. Nashukuru sana. Pengine labda kuna watu wengine pia, labda kama kuna jambo lolote ambalo unataka kumwambia mfugaji mpya anataka kuingia kwenye ufugaji wa nguruwe, ni kipi hasa ambacho wewe unamwambia? Mimi namwambia kwanza asiogope. Unaweza kaanza na nguruwe mmoja, ukachukua hata jike tu, hata mwenye mimba. Lakini wewe nguruwe mmoja kuzalisha watoto 10, watoto 10 na kitu, watoto 20.
Kwa hiyo ukajikuta nguruwe wako mmoja ulianza naye amekuletea idadi kubwa ya nguruwe. Hao pia ukiwahudumia vizuri inavyotakiwa kama ninavyotoa maelekezo ya vyakula, watanao watakuzalishia. Kwa hiyo unaweza ukaanza na nguruwe mmoja ambaye anazaa mara 2 kwa mwaka, ukajikuta ndani ya mwaka hata miaka miwili au mingapi una mabanda mengi ya nini? Ya nguruwe. Na nyie mkikumbuka mlivyoanza, mlianza na idadi ya nguruwe wangapi na mpaka sasa hivi mna idadi ya nguruwe wangapi? Kwa kweli sisi tulianza na idadi ya nguruwe wachache. Tulianza na nguruwe kama 2. Maana yake tulianza na nguruwe mmoja ambaye amepandishwa na dume. Lakini jinsi tunavyoendelea, wanaongezeka. Tunaenda wanaongezeka mpaka hapa tulipo sasa hivi. Tuna nguruwe wengi kwa kweli. Watu wanaweza kuwa na maswali mengi kwa sababu watu huwa wanajiuliza. Unajua mtu anapotaka kufanya kitu mwishoni huwa anajiuliza kuna faida. Sasa tunataka kufahamu kwa upande wa soko, hasa kwa mkoa wenu wa Tabora, kwenye upande wa soko la nyama ya kitimoto au mbegu likoje? Kwa kweli kwa upande wa kitimoto kuna pig point nyingi sana. Kwa hiyo inafikia stage mpaka kuna uhaba, wakati mwingine unaenda kununua nguruwe nje, inabidi waagize nje kwa sababu supply ile inakuwa ni ndogo. Lakini utakapokuwa wafugaji wengi zaidi na wenye mbegu bora ambazo unakuta kule ukimuuzia mtu unapata faida, mimi nahisi kwa kweli itakuwa ni jambo zuri sana kwa hao wanaotengeneza kitimoto. Kwanza watafurahi kwa sababu itakuwa haiwapi wao shida kwenda nje kwenda kutafuta mbegu pale ambapo unakuta mtu anakuambia nguruwe wangu hajafika muda wa kuchinjwa bado. Na kila siku watu wanakula. Kwa hiyo upande wa soko lipo la kutosha. Yaani soko lipo la kutosha jamani, wale wafugaji wapya wasiogope. Wao wakaribie, kwa ushauri tupo. Uzuri sisi tunashauri pia. Sio tu tunauza, bali tunakushauri. Lakini pia ukiwa mteja wetu sisi tunaenda na wewe. Yaani tunakutrain tunasema kuanzia mwanzo unapoanza na mfugo wako uliochukua kwetu mpaka unapopata matokeo. Sasa kama kuna mtu ambaye amehamasika na pengine labda yuko Kaliua huko au yuko maeneo ya vijijini, anapataje hizi mbegu? Wewe umesema una mbegu bora, kwa atazipataje? Tunatuma kwa uaminifu. Unapohitaji mbegu yako tunaenda kutumia, aidha tutakuonyesha unataka mbegu ipi hii tunakupa, au unakuja unatembelea tunakutumia. Lakini kwa wale ambao hautembelei tukakutumia pia tu picha ukachagua, tunakutumia kwa uaminifu sana popote. Iwe ni nje ya Tabora, iwe mikoani, hata mkoa gani. Tunatuma kwa uaminifu sana. Karibuni. Namba zetu mtaziona baada ya maongezi haya, mtatupigia kwa ajili ya kujua utaratibu kama mtu una shida ya mbegu tunakutumiaje. Lakini tuna mawakala wetu wa basi pamoja na vyombo vya usafirishaji vingine vinakufikia kwa uaminifu kabisa. Mimi binafsi nimekuwa nikipokea maswali mengi sana, watu wakijiuliza watapata wapi mbegu kwa hasa Tabora. Kwa hiyo naamini ndugu mpenzi mtazamaji, hilo swali hutaniuliza tena kwa sababu hapo chini kuna namba ambayo nimeiweka, na wewe ukihitaji mbegu lakini pia ukihitaji concentrate za Koudijs, ukipiga hiyo namba basi unaweza ukazipata bila shida kabisa. Bila shaka mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, umejifunza lakini pia umehamasika. Umeona si wanaume tu, hadi wadada warembo wapo katika biashara hii ya nguruwe. Kwa hiyo kama bado mtu unajiuliza na bado mtu bado unajifikiria kuanza, mimi nakuhamasisha tu, ingia katika ufugaji wa nguruwe, hautajutia. Lakini cha msingi zingatia mbegu bora, chakula sahihi, lakini pia na matunzo sahihi. Bila kusahau kutumia bidhaa za Koudijs ambapo ndio mchawi wa matokeo mazuri. Ukitumia bidhaa za Koudijs na kuhakikishia hautajutia. Kuna bidhaa mbalimbali hapa, tunazungumzia bidhaa za kuku, lakini pia tunazungumzia bidhaa za nguruwe na pia vyakula vya samaki. Ni hicho tu ambacho nilikuandalia. Usiache kuendelea kutufuatilia, lakini pia jiandae kwa kipindi kingine kizuri ambacho tumekuandalia.